Taharuki imetanda tena Tanzania siku ya leo, huku Chadema ikitoa habari tete ambayo imeshtua wengi nchini Tanzania. Ujambo na karibu. Hii ni habari ambayo inaendelea kuchukua vichwa vya habari leo asubuhi moja kwa moja kutoka Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam. Hali ya sintofahamu imezuka baada ya wananchi na wanachama wa Chadema kuzuiwa kuingia ndani ya mahakama kushuhudia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Mashuhuda waliokuwepo maeneo ya mahakama wamesema hali ilikuwa ya taharuki tangu mapema, huku mabenchi ya umma yakiwa tupu. Askari polisi walionekana wakidhibiti kwa ukali kila anayejaribu kuingia, hatua ambayo imezua hisia kali miongoni mwa wananchi na wanaharakati wa kisiasa. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa kuhusu haki ya wananchi kushuhudia kesi zenye maslahi ya kitaifa. Brenda Rupia, ambaye ni mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa Chadema, alitumia mitandao ya kijamii kueleza kwamba hatua ya kuzuia wananchi ni kinyume cha haki na za kikatiba na inavunja dhana ya uwazi katika utoaji wa haki. Kauli yake imechochea mjadala mkali zaidi mtandaoni, ambapo wafuasi wa chama hicho na wananchi wa kawaida wamesema kitendo hicho ni ishara ya kukandamiza sauti za wananchi. Kesi inayomkabili Tundu Lissu imekuwa ikivutia hisia tangu mwanzo kutokana na nafasi yake kama kiongozi wa upinzani na sauti ya ushawishi mkubwa kisiasa. Wengi wanahisi kuwa haki haipaswi kuamuliwa kisiri, hasa inapohusu viongozi wa umma. Hatua ya kuzuiwa kushuhudia kesi imeonekana kama kupunguza imani ya wananchi kwa mfumo wa sheria na uhuru wa mahakama. Wachambuzi wa masuala ya kisheria wanasema kesi kama hizi zinaposhughulikiwa hadharani huimarisha imani ya wananchi na taasisi za kisheria. Hata hivyo, hali ilivyo sasa, wananchi wanahisi wamezuiliwa kupata ukweli, na ni jambo linaloweza kuongeza mvutano kati ya vyombo vya dola na umma. Na kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu ni miongoni mwa kesi zinazofuatiliwa kwa karibu na vyombo vya habari vya kitaifa na vya kimataifa, na kwa sababu matokeo yake yanaweza kuathiri mustakabali wa siasa nchini, Chadema imekuwa ikitumia kesi hii kama mfano wa changamoto zinazowakabili wapinzani kisiasa, na inaendelea kusisitiza umuhimu wa utawala wa sheria na usawa wa haki kwa wote. Hali inajitokeza katika kipindi ambacho upinzani unajitahidi kuhamasisha wananchi kwa kudai haki zao kikatiba na kushiriki kikamilifu katika mijadala ya kisiasa. Wanaharakati wanasema kinachotokea mahakamani ni zaidi ya kesi ya mtu mmoja, na ni kipimo cha mustakabali wa haki na demokrasia nchini. Na hapa Kenya Scope tutaendelea kukuletea kila hatua ya kesi hii na matukio yanayohusiana nayo. Ili kuhakikisha unapata taarifa sahihi na kwa wakati, hakikisha umesubscribe na kugonga alama ya kengele ili usipitwe na taarifa hizi muhimu zinazoweza kubadili mwelekeo wa siasa nchini Tanzania.